Uhali gani, karibu tena kwenye nakala halisi ngumu dhahiri kutoka Zamaradi TV channel namba 113 kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Inakufikia saa 12 jioni. Mimi naitwa Malik Mansour. Karibu. Leo nina mgeni muhimu sana tukayezungumza naye masuala makubwa mapana kwa maslahi ya taifa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu 2025. Unajua nini teki ya viongozi wa dini kuelekea hapo? Karibu. Naitwa Malik Mansour. Nimekuambia pale awali kwamba viongozi wa dini wanatarajiwa kuwa na sehemu ya miongozo na mioyo ya kimaadili ambao kwa kimsingi kikubwa wanatoa miongozo kwenda kwa wananchi. Wanapozungumzia amani na utulivu, jamii inatarajia kwamba kauli hiyo inatoka kutokana na udhati wa dini na imani na miongozo ya kweli inayofanana na imani ya dini na si vinginevyo, wala si ushawishi wa kisiasa au kutumika kisiasa kwa namna nyingine. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Siasa za Tanzania zinajieleza wazi hivi sasa. Mgawanyiko ni mkubwa kwa upande wa vyama vinavyoshiriki katika uchaguzi huu. Chama kikuu cha upinzani hakimo kabisa kimejitoa katika mchakato huu wa uchaguzi, kikihamasishwa na kuungwa mkono na wafuasi wake kwa kiasi kikubwa, wakihamasisha kuzuia uchaguzi ifikapo Oktoba 29. Vivyo hivyo chama kinachoshikilia madaraka hivi sasa, chama kilichopo katika, narudia hiyo, vivyo hivyo chama kinachotawala hivi sasa, chama tawala, bado kimeshikilia msimamo wake kwamba sasa kinaendelea kwenye uchaguzi na vyama hivi ambavyo pengine si vyama vile vyenye ushawishi mkubwa wa kisiasa kama ilivyo chama kikuu cha upinzani. Imeleta tension kwenye taifa. Kila mtu anajiuliza kile kinachozungumzwa na upande ambao wasiokubali kuwepo kwa uchaguzi kitatimizwa, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikihakikisha na kutoa tahadhari dhidi ya wale ambao wanavunja amani pengine au watasababisha matendo ya kuvunja amani kuelekea Oktoba 29. Hali hivyo ndivyo ilivyo. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa hapa katikati, wakiwa ni sehemu ya katikati wanaounganisha jamii pamoja na viongozi wa kiserikali pamoja na viongozi wa kisiasa. Kuzungumza hayo nitakuwa na Joseph Richard Mlitasi. Huyu ni mwalimu wa Injili, kwa nafasi yake ni kiongozi wa dini, anashikilia nafasi ya uhubiri na mwalimu wa Injili. Karibu sana Mr. Joseph Mlitasi. Imekuwa kipindi kirefu pia hatujakutana, lakini tunakutana mwaka 2025 tukiwa na tension hii. Kwako wewe peke yako, unaitazamaje hali ya sasa ya kisiasa? Mimi nimetoa namna ambavyo ilivyo. Wewe unatazama vipi kwenye upande wako kama viongozi wa dini na wahubiri wa Injili? Kama utumishi wa Mungu na vitu shauri ya Mungu, kuna vitu vingi muhimu vya kutazama. Inaweza nikauangalia wakati tulio nao kama maisha ya mtu kabla ya dhoruba na maisha ya mtu wakati wa dhoruba na maisha ya mtu baada ya dhoruba. Kwa sababu tukikosea kuna dhoruba, tukienda sawa sawa hakuna dhoruba. Lakini tunafanyaje sasa kama viongozi ambao Mungu ametupa dhamana? Ni lazima tufike mahali tuone mbele. Ukisoma maandiko matakatifu yanaonyesha wazi walikuwepo waliotutangulia. Mtu kama Yusufu alikuwa ni mtoto wa Yakobo. Habari zake zinaanza kuandikwa kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura 37. Na ukisoma hapo kaenda mpaka Mwanzo 39, utaona amepita vipindi vingi vigumu, lakini hakufika mahali pa kuanza kutengeneza hamasa za kuvunja amani. Kwa hiyo kuonyesha kwamba huyu kijana ni kweli anambeba Mungu ndani yake. Kwa sababu tunapoangalia haya lazima tuelewe kwamba ziko nchi kadhaa za kujifunza ambao walikosea kosa kama haya, na walipoyakosea yanawaletea madhara gani. Watu unaweza kaingia kwenye ushabiki lakini wasielewe. Niongee kama kiongozi ambaye Mungu amenipa dhamana ya watu maelfu nyuma yangu. Sitamani kuona hata mtu mmoja anapata madhara. Natamani kuona wote wanasimama na kupita salama katika kipindi kama hiki. Sisi kama viongozi wa kiroho tuna wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha ya kwamba hawa ambao Mungu ametupa, tena dhamana yetu si ya kupiga kura, dhamana yetu tulipewa na Mungu, na kama Mungu ndiye aliyetupa, tuone ya kwamba tunawavushaje kwanza kabla ya tarehe 29 ambayo ni tarehe bibi sana. Lakini siku ya tarehe 29
na baada ya tarehe 29. Kuna maisha baada ya hapo. Nikitaka tu niweke msimamo mzuri kwa kusoma neno la Mungu ambalo linaweza kutusaidia sana kutuongoza kujua kwamba haya mambo yaliwahi kutokea vipindi kadhaa vya Biblia, lakini hekima ya wanaolitumikia shauri la Mungu walisimama. Kuja tusome kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14, nianze na mstari wa 24. Anasema, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa na mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona wakaenda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Unaona, Yesu anajua kuna hali ya sintofahamu, lakini kitu cha msingi anachowaambia, msione shida. Dhoruba kweli ipo, mawimbi kweli yanapiga. Mawimbi alikuwa na mbisho manake kwa anaruka, yanawasukasuka, lakini bado Yesu alionekana akitembea juu ya maji. Swala la kujiuliza kwa sisi ambao tumepewa dhamana na Mungu aliye hai, je, Yesu yule wa kipindi cha upepo wenye mbisho alisafiri au yupo? Na kama yupo, bado tuna nafasi moja ya kuleta taifa pamoja. Hatupaswi kuchochea kwa namna yoyote mtu yeyote ambaye Mungu ametuba kuwa dhamana kuingia barabarani kudai barabarani, kwa sababu sisi tunaweza kudai kwa njia ya kuomba. Bado Mungu ni msikivu na anasikia. Na nimeomba tu wale wasomaji wa Biblia, ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 7 na mstari wa 7 ukaendelea mpaka wa 8, maandiko matakatifu yanasema hivi, ombe na nitapewa. Hajasema mtapewa baada ya muda gani. Kinachopaswa kwa kila mtu anayeomba ni kwamba akishaomba nini basi, angoje basi wakati wa Bwana wa kujibu. Hatupaswi kumtangulia mbele, tunapaswa kumtanguliza mbele. Tukimtangulia mbele tunakuwa tumeenda peke yetu. Kwa hiyo ile hali ya kuamsha hali kwa watu kwamba tuingie barabarani ni jibu la watu wengine ambao hawana Mungu. Lakini wenye Mungu na hofu ya Mungu, bado tunarudi kwa Mungu mwenye majibu sahihi, ambaye ana uwezo wa kutuambia kwamba kwenye hili litakwenda mbele yenu. Kwa sababu Biblia iko wazi. Kama Mungu anasema omeni mtapewa, tafadhali mtaona. Je, tumetuomba kwa kiwango gani mpaka tukamwona Mungu ameshindwa? Tunataka tutumie nguvu za mwili, kwa sababu Mungu anazuia upatumizi ya nguvu za mwili. Kwa mfano, kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 ukisoma kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, anasema kikawa watu waenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ni ngome gani iliyosimama mbele yetu ambayo imetufikisha mahali pa kuona kwamba Mungu hataweza kutujibu mpaka tunatamani kuingia kutumia nguvu za mwili? Sio sahihi. Nimetamani kusema na wewe kijana, nitamani kusema na wewe mama, nitamani kusema na wewe mfanyabiashara. Hebu jiulize maswali. Kama utakosea tu ikatokea, maana kuna wengine wamefika mahali wanatamani kusema, bora hiyo shiplani lichukue nichi. Wanadhani ni vitu vya kawaida. Kuna utawala wa kiraia na kuna utawala wa kijeshi, ni tofauti. Mimi ambaye nimeenda nchi kadha wa kadha, tena nchi zenye vita, ninafahamu madhara ya vita. Watu ambao hawajawahi enda nchi ya vita hawezi kujua. Nilikuwa Burundi baada tu ya kipindi kifupi Pierre Nkurunziza alipokuwa anakiuliwa wakati ule. Nimeenda ninakuta makanisa yamebaki matupu. Tusione kama kitu cha kawaida. Kwamba sisi tunawahubiri watu, lakini bado labda mtu anasema mimi sina haki. Okay? Usitafute haki kwa kuvunja amani.
Yes, wakati unaendelea kuzungumza hayo, ni wazi bado watu wengine wanaendelea kujiuliza katika migogoro hii ya mivutano, viongozi wa dini wamekuwa wakiibuka mara nyingi kama hivi ambavyo tunazungumza ya sasa, lakini jamii bado imekuwa na wasiwasi dhidi ya viongozi wa dini kwamba pengine wanapoibuka wito wao huo unaonekana kwamba pengine unaashiria kuwepo kwa upande mwingine. Unadhani uhalali wa kuzungumza haya wakati huu unatoka wapi? Uhalali wa kuzungumza haya, kama wananchi wa Tanzania tutatumia nafasi yetu ya kwanza ya kumtazama Mungu. Tujue Mungu yupo. Kwa sababu watu wanazungumza haya kwa sababu pia kuna mambo ambayo yamefanywa na sisi wenyewe viongozi wa kiroho. Tumekosea kwenye eneo letu la uongozi wa kiroho, tumejikuta tunataka kwenda kimwili. Wakati Biblia inasema enendeni katika roho. Mkienenda katika mwili hamwezi kuzitimiza hizo amri zonazo. Na kuna watu ambao wako ni viongozi wa kiroho lakini bado wanasimama kinyume na mambo ya kiroho, wanatamani kufanya mambo ya kimwili. Unajua kitu ngeni wanamaanisha nini hapo? Kusema kuna viongozi wa kiroho kama alifanya mambo ya kimwili. Yes, ninachosema ni kwamba unakuta mtu ni kiongozi wa kiroho, hata kwenye eneo lake la mambo ya kiroho hajafanya sawa, lakini hapo anataka aingie kwa kiongozi wa kisiasa. Sio kitu kibaya kama Mungu amekutenda. Lakini wengi mitamaa. Unamaanisha kuna viongozi wa kiroho wanaingia kwenye siasa. Wanaingia kwenye siasa. Hivi sasa ipo Tanzania? Ipo. Ipo. Kwa mifano ipi? Mifano ipo wazi. Na watu waliofuatilia wanaona wako maaskofu kasa ambao wamefika mahali wanasema, na mtandaoni wamo wanaongea kabisa, kama makanisa yangu yamefungwa ni bora niingie barabarani. Hivi hiyo ndio njia sahihi? Wakati Biblia inasema kushindana pwete sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya kodi zaidi na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa nini tufike mahali pa kuingiza watu kwenye jango la kimwili, wakati jambo hili asili yake ni rohoni, sio asili yake mwilini? Pengine wanaosema hivyo wanatoa hoja kwamba viongozi wa dini mmekuwa mkikaa kimya kwenye mambo ya msingi. Pengine wanatoa reference ya baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipotea, kama inavyotajwa wakipotea, lakini viongozi wa dini kuhusu kupotea pao na haki ya kuishi mmekuwa mkikaa kimya. Pengine hakuna statement ya viongozi wa dini ambazo zinasema waziwazi ama kupinga ama kukemea matukio ya uhalifu yanayotokea kwenye jamii yetu. Hili nalo pia unalizungumziaje hoja hiyo? Iko hivi. Kuna mambo mawili ambayo tunatakiwa kuyachunga sana. Tunatakiwa kuchunga, kuilinda amani wakati unapoitafuta haki iliyopotea. Usipoteze amani alafu ukatafuta haki. Unailinda amani ulionayo, na amani hii inaweza kulinda. Ndio Yesu aliwahi kusema, akasema amani ni wafayo sio kama ulimwengu utoavyo. Ina maana amani hii chanzo chake ni madhabahu, ni magotini. Kama ingetokea hamasa ya kwamba jamani, kwa kuwa watu wanakotea tuingie madhabahuni kwa ajili ya maombi, basi waungane basi, kama ni mitume, kama ni manabii, kama ni walimu, kama ni wainjilisti, kama ni wachungaji, wote pamoja wawalete watu kwenye ombi, wawatumainisha watu kumtegemea Mungu kwa maombi, sio kutegemea nguvu za mwili. Ukitumia nguvu za mwili, mwenye nguvu za mwili na yeye akaja na nguvu za mwili, unaumia wewe uliyepewa madaraka, uliyopewa authority ya kiroho. Hiyo sasa, kwa sababu hiyo sasa, iwe ni kweli kuna utekaji, sio kitu kizuri. Na usilani kwamba kupotea kwa watu kumeanza karne hii. Tangu karne ya kwanza ukisoma Biblia, habari ya kupotea kwa watu ilikuweko tangu karne ya kwanza. Biblia hii tunaoisoma leo ambayo ina vitabu 66. Hii Biblia iliandikwa karne ya kwanza. Unakosoma Wakorintho, unakosoma Warumi, unakosoma unakosoma Timotheo, unakosoma Luka, unakosoma hizo Injili, ni karne ya kwanza ndio zimeandikwa. Kwa hiyo nitoe mfano ambao uko zake kwenye Biblia. Hata nyakati nimesema karne ya kwanza ndio Biblia
haya yaliyoandikwa tunayoyasoma yaliandikwa kana kwanza. Unaposoma habari hizo vitabu mbalimbali vilivyoandikwa para. Lakini nataka niseme habari ya familia ya mtu mmoja anaitwa Yakobo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37. Unakuta pale Yakobo alikuwa na watoto 13. Lakini wenyewe alipwa pale kwa sababu ya mfumo uliokuwepo wakati huo, waliandikwa watoto 12 ambao ndio wakawa wamewekwa kwenye saba. Binti mmoja alikuwa anaitwa Dina pia kuwekwa. Mtoto wa pili kutoka mwisho ni Yusufu. Yule kijana kwa sababu ya ndoto aliyokuwa nayo, ile ndoto ilimsababishia vita na alitekwa na familia ilimteka. Familia ilimteka. Ameenda kuwapelekea bisi, wakaenda wakamteka, wakamtupia kwenye shimo, wakachukua na zile nguo zake, wakapaka dawa, wakasema amekufa. Alitekwa alifanya nini? Na waliogundua ametekwa ilikuwaje? Zasikia utanielewa vizuri karibu. Kwa hiyo kilichotokea pale baada ya huyu Yusufu kuwa ametupwa kwenye ile shimo, baada ya ndugu zake waliomteka 12, tuseme 11 sasa, maana yeye alikuwa 12 katika wanaume. Baada ya kuwa ametupwa kwenye ile shimo, wakaweka mjadala, wakakaa mezani, wakaulizana tufanyeje? Wajige habari ndugu yetu, je tukubali kwamba amekufa? Wakapanga mpango wa ovyo, wakasema tuenda kumwambia baba uomo, lakini wakasema basi ngoja tumuuze. Wakaamua wakamuuza kwa Waishmaeli, akaondoka akiwa hai, akaenda Misri. Nataka niseme kitu wakati huo, kile kitendo cha jadala hicho ndo nataka nikiseme, like viongozi wote wa Kiislamu, wawe wa Kikristo, wawe sijui wa Buddha, sijui wa Ishmailia, whatever, wakakaa pamoja, wakae pamoja, waseme tunafanyaje juu hili jambo, kwa lengo la kwamba tusiwasukumie watu barabarani. Hatuwezi kutumia nguvu za mwili wakati sisi ni viongozi wa kiroho. Haipaswi kuwa hivyo, kwa sababu sio maombi tu, inapaswa kuwa hivi. Cha kwanza, wakusanywe watu pamoja kwa ajili ya kuililia taifa. Kwa sababu mimi najua katika Biblia imeandikwa, kwa mfano kwenye kitabu cha Yona alitumwa Ninawi, akakataa kwenda, lakini alitumwa kwenda kuiona Ninawi. Mungu ni Mungu wa huruma sana. Inawezekana mabaya yanayotokea ni kwa sababu ya uovu, ya makosa, ya dhambi, ya uasi au machukizo ambayo yamemfikia Mungu. Mungu huwa haruhusu jambo lolote kutokea hivi kawaida. Lakini je, ni nani atakayelikusanya taifa la Tanzania la watu ambao wanalelewa kiroho ili wasimame kuomba? Kama kiongozi wa kiroho na yeye amefika mahali anaiacha njia, anaamua kufanya vya kwake, anaamua kuingia na yeye barabarani, hiyo haitakuwa sawa. Tutawaumiza watu wetu, alafu baadaye tutaulizwa na Mungu. Mungu obviously atainua watu wengine, lakini akiinua watu wengine, wewe ambao ulifanya hivyo, kuna madhara kabla ya uchaguzi, kuna madhara wakati wa uchaguzi, kuna madhara baada ya uchaguzi. Hata hali ya kufika, vijana wengi wamefika wanasintofahamu, wanadhani jeshi ndio itakuwa vizuri. Jeshi ni wapore kabla hawajaingia kazi. Hili utawala huo wa kiraia una thamani sana. Tungejifunza kwa wenzetu hawa siwa na paro na wengine huko ambao majeshi yamepewa nchi. Ukiipa nchi jeshi, malaki unataka uporesha kwamba viongozi wa kiroho tumefeli kabisa, hatuwezi wala kusema na hao wanubu wakatuelewa, hatuwezi kuomba. Tunaweza kuomba na tukasema, tukaomba na tukasema, kwa sababu Mungu anasema na au anasikia maombi. Ndio maana Biblia inasema ombe nani mtapewa. Tumeomba kwa kiwango gani mpaka tufaone inashibidikali. Lakini pia tuseme kanisa la kwanza walikuwa wamefika mahali wakajikuta wale mitume walijikuta kwamba kuna matendo yalikuwa na tendo yaliokuwa ya ajabu sana. Kanisa lilichofanya walikusanya pamoja wakaomba. Unadhani utanisaidia Mwalimu Josephat Richard Mlitasu, wewe ni mwalimu wa Injili pamoja na mhubiri, kwa nafasi yako unadhani matamko haya pengine ambayo yanakuwa yanatolewa na viongozi wa dini pengine na taasisi zao, pengine na haraka ambao wamekuwa wakitoa kukemea, kupinga na pengine kushawishi watu kufanya vinginevyo, kwa maana hawaungani kuonyesha hawaungi mkono moja kwa moja, sawa? Unadhani nguvu hiyo wanaitoa wapi kwa kujidhani wana nguvu kiasi hicho? Na kama unavyosema kwamba Biblia inasema wanapaswa kuomba, wanapaswa kuisia watu, unadhani hiyo nguvu nyingine hiyo ya kuona kwamba na uwezo kutumia nguvu zao za kimwili inatoka wapi? Hii ni dalili ya kumwacha Mungu. Kwa sababu usipomwamini Mungu,
unasema kwamba umemwacha Mungu. Ni dalili ya kumwacha Mungu. Hata Biblia inaeleza habari ya dalili ya siku za mwisho. Hii ni dalili ya kumwacha. Kwa sababu Mungu huwa hawekwi nyuma. Mungu huwa anatangulizwa mbele. Ndio maana katika kitabu cha Isaya sura ya 45 ukisoma kuanzia mstari wa 3 na kuendelea anasema nitakwenda mbele yenu na kusawazisha mahali palipo paruza. Tuchukulie Tanzania ni mahali palipo paruza. Hasa Mungu hawezi kwenda mbele yetu kama hatuombi. Na kama tunaomba basi tufike mahali pa kuitisha haka maombi ya taifa zima la Tanzania. Tuombe, tusiombe kwa kuonyesha misimako ya negative wala positive. Tuombe kwa kuonyesha ya kwamba sisi tutakatubiri hii amani tulio nayo wakati tunaitafuta haki ambayo tunaiona imepotea. Tuendelee na hii amani lakini huku tunaitafuta hiyo haki. Na Mungu alivyo, Mungu ana majira. Inaweza ikachukua mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu au miaka mitatu na nusu kama ilivyochukua kwa Elia mtishili wa wageni wa Gileadi. Biblia inaonyesha Elia wakati iko alikuwa ni mgeni kutoka Gileadi, lakini akiwa pale Yerusalemu akakuta kuna matanko yanatolewa na waliopoa laabudu mwingi ya Baal. Elia, hasira ya Mungu ilipwaka ndani yake. Hakusema tuandamane. Hakusema, ila alichokifanya ilibidi akutane kwa mazungumzo. Na alipokutana kwa mazungumzo akasema na ikulikale leo ya kwamba huyu ni mimi. Maana yake aliingia kwenye maudi. Wakati alikutana kwa mazungumzo alichokuwa anakiongelea Elia alitaka kumtambulisha Mungu wake kwamba huyu ndiye anayeweka, anayetoa uzao na ndiye anayesimamia mvua. Akasema hakutakuwa na mvua wala umande. Kama kaisa ni Mungu amehusika kwenye chochote, huwa kuna tamko ambalo litafanya yeyote aamke bila usikizi wake na atambue kwamba hapa ni Mungu. Lakini sasa kumekuwa kuna vitu ambavyo ukivifuatilia ndani yake unagundua kwamba vinatetea jambo fulani, na hakuna kitu kibaya sana kama walikuwepo tangu zamani, lakini yani sio kitu kizuri sana kwa mhubiri alafu akanikuta analalia kwenye siasa, matokeo yake anatikuta cha anakiweka pembeni badala ya kusimama nacho sawa sawa. Na ikitokea Tanzania imemwaga damu kwa namna yote, kwa sababu kwa mfano Biblia inasema kwamba tuzitii mamlaka. Na sipo sura yake dai basi hiyo haki kwa wewe ambaye ni mwimbaji, iliza watu wadai haki yao kwa kuomba. Kwa sababu Biblia inasema hivi kwa kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unaona hapo? Hajasema kwamba tokeni sasa, anazidi mstari wanaume huko wanawake huko. Mimi najaribu kuangalia kama yako pale watu wanavyopishana pale para amani. Leo amani kapotea, alafu unailai hatu. Nikaamua tupishana kukimbia, wa huko kimbia bwana hii, huko kimbia bwana hii. Tunatafuta haki. Sasa Biblia inasema unikumbushe na tuhojiane, maana kuna kwenda mbele za Mungu, unahojiana na Mungu na kumwambia Mungu, wewe ni Mungu wa haki. Na hili jambo tunakoona sasa kwenye taasisi fulani, kwenye eneo fulani, hatuioni haki. Tunaomba Mungu wa haki ingilia kati na tukimwamini atafaria. Lakini kama hatumwamini, matokeo yake tunamwona kama yeye ni ndogo, sisi ndo tuna nguvu. Hawezi tukaumia na labda kama hatujafahamu vizuri. Wanaotaja kuhusu haki na amani wanasema msingi wa amani kwanza ni haki. Na wanakwenda mbele pengine na matamko pengine yanatolewa kama haya ambayo yanatolewa na nafasi ya viongozi, wanasahau pengine nafasi ya uongozi wanao kwenye dini. Unadhani haki wanaoipigania hapa ni haki gani ambayo kimsingi inashindwa sasa kuacha kufuata misingi ya kiungu, inafuata misingi mingine ya matamanio ya kimwili? Ni haki hasa mara nyingi inapajwa hapa. Mara nyingi inakuja hivi, haki inayotoka kwa Mungu haiwezi kuipinga Mungu. Yaani Mungu haipingi mwenyewe. Mungu akikupa cha kufanya, ujue kwamba alikiasaini. Akikwambia nenda, yuko pamoja na wewe. Lakini watu wengi wanatoka wenyewe, yani wanamtangulia Mungu badala ya kumtanguliza Mungu mbele. Ni kama watu wanaotafuta miujiza. Wanataka tu madamu muujiza mtokee, lakini wamtaki mtenda miujiza. Sasa mtenda muujiza ni Mungu katika Kristo Yesu. Sasa kama mtenda muujiza yupo na hatumshirikishi ili tuende naye, matokeo yake ni nini? Ni kuumia. Kwa sababu hiyo ni heri mara 100 tungefika mahali tukatambua kwamba thamani ya amani tulio nayo kwanza
Yani hilo nalizungumza kwa bibi. Nimekuwa Kongo, nimekaa mwezi mzima Butembo, nimekuwa maeneo ya Ndote, nimekuwa maeneo ya Malela, nimekuwa maeneo kadha wa kadha, bado mwezi mzima nikihubiri Injili. Hapo kesho yake unasikia kuna watu wanachinjwa. Kesho yake watu wanachinjwa. Lakini kumbuka watu wanatafuta vitu hivi viwili tofauti na sisi. Wao wanatafuta amani na wanatafuta haki. Sisi hapa tulipo at least tupo na amani. Kuna haki ambazo zimepokwa, haziwezi kurudishwa. Mwanzo wa mambo yote wa ulimwengu wa roho kwanza. Kama vilipotea kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kanisa na watumishi wa Mungu ambao tumepewa dhamana ya watu, tuwaambie watu kilichopo, tushushe tempa. Kwa sababu Biblia inasema hivi, watulizeni watu wa. Leta nikausoma usta. Anasema watulizeni watu wa. Kwa nini anasema watulizeni? Anaipua kwamba kuna watu niliowapa dhamana. Kwa hiyo kama kuna watu wadoa dhamana ya kutuliza watu, ni kweli kuna wakati vijana wanasema haiwezeka, tutakwenda mbele. Sawa, unaenda mbele lakini for what? Bode hapoonyesha hapa. Tuko na mtumishi na mwalimu wa Injili, mhubiri na mwalimu wa Injili, Joseph Richard Mlitasi. Leo tunazungumza kuhusu kuelekea uchaguzi wa 2025, uchaguzi mkuu, lakini hali ya kisiasa na tension iliyopo hapa Tanzania. Nafasi ya viongozi wa dini kama inavyozungumzwa. Tumesema wana nafasi muhimu sana, lakini kwa namna ilivyo umesikia hapa anavyozungumza Joseph Richard Mlitasi kwamba viongozi wa dini wameacha kumwendea Mungu. Sasa tutakwenda mapumziko mafupi, tukirudi itakuja kwenye hicho kitabu cha Isaya sura ya 40. Tukirudi pia nitatamani anieleze kuhusu haki iliyopotea. Ina dhana kubwa hapa, na wewe kama mwananchi wa kawaida utafahamu vipi haki imepotea na inarudi vipi. Karibu. Naitwa Malik Mansur, hii ni Hard Copy za Maradi TV.